Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Israel inaamini kwamba ziara ya Abbas Araghchi nchini Urusi huenda ikaashiria kwamba Rais wa Urusi Vladimir Putin ameshiriki vema katika vita dhidi ya Marekani na Israel katika vita vya siku 40. Urusi ambayo kwa muda mrefu imekuwa na ushirika na Iran katika kipindi cha vita ilitajwa na ujasusi wa Mossad kwamba ilishiriki kwa namna moja ama nyingine katika kutoa taarifa za kijasusi mahala sahihi pa kushambulia katika maeneo ya Marekani. Iran imeugeukia Moscow wakati huu ambapo waziri wake wa mambo ya kigeni amekutana na Rais Putin akisisitiza juhudi za kupata uungwaji mkono, huku kukiwa na kukwama kwa mazungumzo ya Marekani na kutokuwa na uhakika juu ya mienendo ya mzozo wa Iran na Israel. Ziara hii ya Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni ambaye aliwasili kwa mkutano na Rais Putin mnamo tarehe 27 ya mwezi Aprili, ni safari muhimu kwa mwanadiplomasia huyo wa Iran. Inakuja wakati Marekani na Iran zikiendelea kuzungumza kuhusu mazungumzo ya kumaliza mzozo huo ambao Marekani na Israel zilianza Februari 28 kwa kuishambulia Iran. Hata hivyo, Iran imekuwa ikifanya kazi na Pakistan ili kupatanisha mazungumzo na Marekani na imefanya kazi pia na Oman. Oman ilikuwa mwenyeji wa mazungumzo mwezi Februari kuhusu mashambulizi hayo. Hata hivyo, Oman ndio taifa pekee katika Mashariki ya Kati ambalo halikushambuliwa miongoni mwa washirika wa Marekani. Urusi imekuwa rafiki wa muda mrefu na Iran. Iran ilipatia Urusi ndege zisizokuwa na rubani za kamikaze kwa matumizi ya Moscow dhidi ya Ukraine. Na hata hivyo, Urusi haikuweza kufanya mengi kuunga mkono Iran wakati wa mashambulizi ya moja kwa moja ya Marekani dhidi ya nchi hiyo. Lakini mambo matatu yanatajwa na Israel kwamba kutoa habari za kijasusi dhidi ya Marekani ni jambo ambalo limefanywa na Urusi, lakini pia kuipatia mfumo wa ulinzi wa anga wa makombora wa S-400 na baadhi ya ndege za Sukhoi pia ni moja kati ya mambo ambayo yanatajwa. Lakini safari hii inaonyesha wazi kwamba huenda Urusi ilishiriki moja kwa moja katika mzozo huu. Mkutano wa mwisho wa ngazi ya juu na Putin na maafisa wa Iran ulikuwa ni wa mwezi Januari kabla ya mzozo kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Wakati huo Rais wa Urusi Vladimir Putin alikutana na Ali Larijani, katibu wa Baraza la Usalama la Kitaifa la Iran, ambapo Larijani baadaye alikuja kuuawa katika mashambulizi ya anga wakati wa vita. Kulingana na ripoti za BBC na kupitia kituo cha Telegram, Araghchi alikutana na Putin na nchini Urusi. Putin anaungana na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov, lakini pia msaidizi wa Kremlin Yuri Ushakov na Igor Kostyukov, mkuu wa shirika la kijasusi la kijeshi la Urusi GRU. Hata hivyo, hili pia linaonekana kudhihirisha kwamba hawa watu walikuwa pamoja na walikuwa na ajenda zinazofanana, na jambo ambalo wanalitazama zaidi ni kile ambacho rais wa Urusi Vladimir Putin alivyowasifu wa Iran kwa mapambano katika kutetea ardhi yao, lakini pia aliposema kwamba wa Iran watashinda katika vita hivi. Hicho ambacho Israel inaona kwamba huenda huu ni mpango ambao rais wa Urusi Vladimir Putin katika vita hivi alishiriki kwa namna moja ama nyingine. Kupitia gazeti la The Jerusalem Post limeandika kwamba Araghchi aliviambia vyombo vya habari vya serikali ya Urusi kwamba Iran na Urusi zina uhusiano wa kimkakati, na waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov pia alisema katika mikutano hiyo, alijadili mikutano na Iran akisema mikutano hiyo ilikuwa ni muhimu, vyombo vya habari vya serikali ikiwemo TASS vilibaini. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya Urusi amesema Urusi iko tayari kupatanisha makubaliano kati ya Marekani na Iran. Hapo awali Putin alitoa uungaji mkono wa Araghchi kwa Urusi katika kumaliza vita vya Iran. Peskov, msemaji wa Kremlin, akisema kuwa Moscow ilikuwa tayari kupatanisha katika kufikia makubaliano ya amani. Araghchi alisema Iran inapambana dhidi ya taifa lenye nguvu kubwa zaidi duniani kwa maana ya Marekani, huku Moscow ikifurahishwa na hili.